Mwanaume mmoja alihukumiwa kifo na akapewa chaguo mbili: unataka kufa kwa kunyongwa au kufa kwa kuumwa na nyoka? Alisimama kidogo akafikiria. Kuumwa na nyoka kungekuwa haraka zaidi na maumivu machache, hivyo akasema, chagua nyoka tu, acha aniume. Walinda wakamfunga kitambaa machoni, kisha wakamnong'oneza, huyu ni nyoka mwenye sumu kali zaidi duniani. Hakuweza kumwona, lakini aliweza kumsikia akitoa mlio wa kuzomea na kujivuta akimkaribia. Kisha ghafla akahisi michomo miwili mikali kwenye mkono wake. Sekunde 10 baadaye mwili wake ukakakamaa na akafa. Lakini hapa ndipo kuna mshangao. Hakukuwa na nyoka, zilikuwa sindano mbili zisizo na madhara. Hata hivyo, madaktari walipofanya uchunguzi wa maiti, waligundua mabaki halisi ya sumu kwenye damu yake, ingawa hakuwahi kuumwa. Vipi iliwezekana? Kwa sababu ubongo wake uliamini hivyo. Akili yake ilikuwa imejihakikishia kabisa kwamba angekufa, hadi ikasababisha mwili wake kufanya athari zile zile kama mtu aliyetiwa sumu. Hakufa kwa sababu ya kuumwa, alikufa kwa sababu ya imani yake. Kwa sababu kitu chenye nguvu zaidi si kile kinachokutokea, bali ni kile unachoamini kinatokea.